Mtazamaji, ni safari ya uinjilishaji na tunakaribia kufika, maana tayari sasa tumekutana na kibao kinachotuonyesha mahali ambapo tunaelekea, na si pengine bali ni parokia teule Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Twende tuyafahamu mengi yanayoendelea kwa ajili ya uinjilishaji kupitia parokia hii teule ya Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu. Twende. Twende. Tumefika katika parokia teule ya Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kama bango linavyotuelekeza hapa, Dominika kuna misa mbili tu, ambapo misa ya kwanza ni saa 12:30 asubuhi na misa ya pili ni saa 3:30 asubuhi. Lakini zipo siku za ofisi za kukutana na baba paroko kwa wale wenye masuala mbalimbali ya kumshirikisha baba paroko. Jumatano saa 9 mpaka saa 11:30, lakini pia Ijumaa saa 9 mpaka saa 11:30, pamoja na Jumamosi saa 8 mpaka saa 12 kamili jioni. Twende tuifahamu vema parokia hii teule ambayo imepewa jina la parokia teule ya mwendo kasi. Kwa nini parokia teule ya mwendo kasi? Mimi ni Mary binti Yuda, mwenzangu ni Innocent John. Karibu tukujuze zaidi. Na mtazamaji, unatazama Je Parokia, tunasonga mbele kuendelea kuifahamu parokia hii teule ya Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Wakati huu nipo na mwenyekiti wa kamati tendaji ya parokia hii teule, na atatufahamisha mengi kuhusiana na shughuli mbalimbali za uinjilishaji zinazoendelea katika parokia hii. Mwenyekiti, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya utume hapo? Nashukuru Mungu. Salama kabisa. Nyeburu wanasema ni parokia teule ya mwendo kasi. Kwa nini parokia teule ya mwendo kasi? Hii ni parokia ya mwendo kasi kwa sababu haijatumia muda mrefu sana tangu ilivyokuwa tangazo kwa kigango mwaka 2021 na 2024. Sasa hivi tumekuwa parokia teule. Siri ni nini mapema hivyo? Siri ni kuhusiana ni umoja baina ya uongozi wa kamati tendaji, viongozi wa jumuiya, wa kanda na viongozi na watu wote ambao wanawaamini wote kwa ujumla wetu. Wote tunafanya kazi kwa pamoja na tunaenda katika njia moja. Okay. Mna idadi ya waamini wangapi mpaka sasa? Mpaka hivi sasa tuna idadi ya waamini 1300 katika au watu wazima kama 500 na watoto 800. Mnatosha kwenye jengo lenu la kanisa? Hatuwezi kutosha wote, na ndio maana tuna misa zaidi ya moja kwa sasa hivi ili kuendana na hiyo idadi. Na kwa hiyo kwamba tuna misa mbili, tuna misa ya asubuhi kutoka saa 12:30 na misa nyingine ambayo inaanza saa 3:30. Kanisa linachukua waamini wangapi kwa mara moja? Kanisa linaweza kubeba watu 400 wakiwa wamekaa, lakini pia tuna viti vya nje ambao watu wengine wanakuwa kusali pamoja. Changamoto ipi mmepitia mpaka mmekuwa mlipo sasa? Kwa kweli tuna historia kubwa katika parokia yetu hii teule ya Mtakatifu Antony wa Padua Nyeburu. Kwanza sisi tulikuwa kanda ya Mtakatifu Antony wa Padua, na tulikuwa na jumuiya 5 kipindi hicho kabla 2021. Kwa hiyo kwamba tulitangaza kuwa kigango moja kwa moja hatujapitia katika hatua ya kituo cha sala. Kwa hiyo watu katangazwa, na wakati tunawatangazwa hapo, ili jengo letu la kanisa lilikuwa bado dogo, tulikuwa bado hata kozi hazijafika ujenzi kusabadilisha. Kwa hiyo tukatangazwa, tukawa tunakuja kusali, tukaanza kusali hapa chini ya mwembe. Tukawa tunasali hapa chini ya mwembe, tukawa tunanyeshewa na mvua.
Jua lenu mvua yenu. Jua letu mvua letu. Na siku moja tulisali hapa tumeshikilia viti juu. Ili msiloe. Ili tusiloe. Lakini kwa umoja ule na ile hali watu baada ya kuona vile, basi watu wakaanza kuona kwamba ni namna gani waweza kukana kuchanga kwa umakini na kwa kupata jengo. Kupata jengo na baadaye kuweza kufika hapa. Lakini changamoto ambayo tulipata nyingine ni idadi ndogo ya waamini. Mwanzoni. Wanasema mwanzo mgumu. Mwanzo mgumu. Idadi ilikuwa ni ndogo sana, kwa hiyo kwamba tulienda kwa kusuasua. Hata hivyo watu walijitoa kwa sana. Wale wachache ambao walikuwepo kwa kweli waliweza kuambatana na sisi kwa hali na mali. Na changamoto nyingine wakati tunahamia hapa, kwa sababu tulitoka Buyuni, na kule kulikuwa na kanisa zuri, kwaya nzuri. Kwa hiyo sasa baadhi ya wengine walikuwa wanaona kwamba kuja hapa kuja kusali chini ya mwembe, kwa nini wateseke? Kwa nini wateseke? Kwa hiyo wakasema sasa sisi bwana mazingira hayo hatuyawezi kabisa. Sisi tutaendelea kusali Buyuni. Lakini mpaka hivi sasa tunaona sasa wamerudi tena mmoja kimya. Watarudi. Watazidi kurudi. Naona kwamba tunaendelea vizuri zaidi. Mafanikio yakosekana mwenyekiti? Ni kabisa. Karibu. Mafanikio ndani ya kanisa letu ni makubwa sana. Moja, mpaka hivi sasa tumeweza kubatiza watoto hapa wengi, lakini pia mafanikio, kuna wale wazee ambao walikuwa wanashindwa kutoka hapa kwenda Buyuni. Mbali. Kwa hiyo kwamba tumewasogezea huduma karibu. Kwa hiyo wanakuja hapa kwa kutembea na bila kutumia nauli. Lakini pia tumeweza kujenga hili jengo. Tumefanikiwa hilo, lakini pia tumeweza kujenga nyumba ya mapadri ambayo bado haijakamilika. Lakini pia tumeweza kuwa na kwaya 3 sasa hivi. Tuna kwaya parokia teule na kwaya 3. Kweli ya mwendo kasi. Tuna kwaya ya Utoto Mtakatifu, tuna kwaya ya Mtakatifu Francisco Asizi, na tuna kwaya ya Kristo Mfalme. Zote zinafanya kazi vizuri. Siku moja nitakuja hapa tufanye kipindi cha kwaya na wanakwaya. Karibu sana. Na watu wangu wa nguvu. Karibu sana. Asante sana. Mwenyekiti, sasa tunaingia kwenye kipengele chengine kuweza kufahamu miradi ambayo inaendelea katika hii parokia teule. Amina. Kwa sasa hivi tuna mipango ambayo ipo, kwa sababu tunaenda kwa mwendo kasi na majukumu yamekuwa mengi. Unaona kwamba kadri tulipokuwa tunakuja hapa katika ile mafanikio yetu, tumeona tumejenga jengo, lakini lile jengo tuliweza kununua maeneo. Tumeweza kununua maeneo hayo mawili, lakini bado tuna mpango wa kununua maeneo mawili. Tayari naona kuna mradi wa nyumba ya mapadri pale. Ndio. Ni vikwazo gani mnakutana navyo na mmejipanga vipi kukabiliana nao katika kuhakikisha mnamaliza na mababa wanakuja kukaa hapo? Kwa sababu vikwazo si vingi, lakini jambo kubwa ni fedha. Kwa sababu ujenzi unahitaji fedha. Na fedha kama kanisa linahitaji kutoka kupitia waamini. Na tunafanya harambee nyingi katika ndani ya kanisa letu na tunafanikisha hayo. Kwa hiyo hizi fedha zote ambazo tunazoziona hapo ambazo zimeweza kufanikisha hili jengo ni kutokea kwa waamini wetu na watu wengine wa nje kupitia sisi waamini. Kwa hiyo kwamba ni kikubwa hapo ambacho kinakuwa ni kikwazo ni ile upatikanaji wa fedha, lakini tuna matumaini mpaka tulipofika hapo, kwa sababu tumeshaezeka. Sasa hivi tunataka tuendelee na finishing madirisha. Nafikiria kabla ya Januari pale madirisha yatakuwa shakamilika, na baada hapo na milango tutakuwa tunaendelea. Tuna matumaini angalau mpaka mwezi wa 4 2025 basi ile jengo litakuwa limekamilika, tunaweza likakaa kazinduliwa rasmi kwa matumizi ya kuishi. Haya, kwa faida ya mtazamaji wa Ijue Parokia, twende tukatazame jengo hilo la nyumba ya mapadri. Amina. Asante. Karibu sana. Huu ndio mradi wetu wa nyumba ya mapadri. Hii nyumba ina vyumba 4 ambavyo vyote vimekamilika, vina master. Vyote vinne. Lakini pia kuna sitting room, dining room na chumba cha sala. Mpaka sasa mmetumia shilingi ngapi hapo? Mpaka hivi sasa tushatumia milioni 33 katika ujenzi huu. Na mpaka ikamilike inakuwa imetumia kiasi gani? Tunakadiria haitozidi katika mpaka milioni 70. Hii nyumba itakuwa ishakamilika. Haya, twende tuone ndani.
Karibu. Asante. Hii ni sebule. Hii ni sebule. Dining. Hapa kutakuwa ni dining na huko kutakuwa na jiko. Okay. Hapa kuna, kwa sababu hii nyumba ilitokana na ukarabati, tulinunua nyumba kwa hiyo tumeifanyia renovations. Okay. Hapa kuna chumba kipo kwa nje ambacho hiki ni chumba kwa ajili ya sala cha mababa. Lakini tukienda huku tunakutana na vyumba vyao vya kupumzika. Hapa ni sehemu ya choo kwa wageni mbalimbali ambao watakuwa wanakuja. Watakuwa wanakuja hapa. Lakini hiki hapa kitakuwa ni chumba cha kwanza cha mababa. Kitakuwa kimekamilika hapo, tutakamilisha. Okay. Baada hapo kuna vyumba vingine ambavyo vinafuata huko ndani. Chumba kingine ni hiki hapa. Hiki kitakuwa chumba chetu cha pili. Pia ni chumba cha mababa. Hacho kitakuwa na master yake hiyo hapo. Naona jumba ishapigwa blundering. Kweli mko kasi, parokia mwendo kasi. Kweli mko kasi. Parokia teule ya mwendo kasi. Tunaenda kwenye chumba chetu cha tatu. Hiki hapa. Alafu kimekamilika. Kwa hiyo ila hiki choo chake kipo huku ndani. Okay. Katika setting zetu. Na chumba chetu cha 4 ni hiki hapa karibu. Mna hamu ya kuwa parokia kamili ni? Sisi tuna hamu sana ya kuwa parokia kamili. Na waamini wetu wote wana hamu hiyo. Wanahitaji kuona maendeleo haya makubwa. Hongereni sana. Parokia teule ya mwendo kasi. Parokia teule ya mwendo kasi. Kwa hiyo hiki ni chumba chetu cha 4. Ni eneo letu la nje. Ni kubwa, linafika mpaka kule kwenye ile miti. Eneo lenu lina ukubwa gani la sasa ambalo mnalo mpaka sasa? Tunalimiliki eneo la eka 3. Wow. Na mna mpango wote wa kuongeza? Tuna mpango wa kuongeza eneo. Tunahitaji eka zaidi ya 5. Ili tuwe parokia yenye maeneo ya kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kikanisa. Kiroho na kimwili. Tunasema binadamu mwili na roho. Mwili na roho. Mtazamaji wa Ijue Parokia, na mara hii nazungumza na kina baba nguzo imara hekalu la Bwana, wanaitwa UWAKA, wakiendelea kutengeneza nguzo katika kanisa, hususan katika parokia hii teule ya mwendo kasi ya Nyeburu, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya utume? Tunamshukuru Mungu. Kina baba mnasemaje hapa Nyeburu? Tuko vizuri. Au ndo mko kasi kama mlivyoambiwa parokia teule ya mwendo kasi? Tuko kasi. Tuko kasi. Tukufahamu jina lako? Jina langu naitwa Rogasian Aloisi Mushi. Mushi. Ndio. Tuambie, ipi nafasi ya UWAKA parokiani? Nafasi ya UWAKA parokiani. Kiukweli ndio hiyo unaisikia nguzo imara hekalu la Bwana. Kwa kweli. Nguzo imara hekalu ya Bwana. Tunahakikisha majukumu yetu tunayatimiza ipasavyo. Japo tunakutana na changamoto ya kwamba ubize wa wababa. Wababa tunakutana kwenye jambo lile ambalo linakuwa gumu.
Yani ile jambo ambalo ni la serious, tumeshafika deadline, ndio tunakutana. Lakini baba tumekuwa wazito kidogo katika kwenda kusali, kushiriki vikao. Nafikiri nione tu kwamba sijui kuna majukumu ambayo ni mengine yanatubana, kwa sababu pamoja na mafanikio tulionao bado kuna shida kidogo. Okay. Kuna shida kidogo. Shida gani? Labda utujuze, maana mara zote kina baba mmekuwa mko busy sana, hasa katika shughuli mbalimbali za uinjilishaji. Ndio. Shida iko wapi? Shida ni mwitikio wakati labda wa vikao, lakini kwenye kutimiza wajibu ndipo utakapowaona wa baba kwamba wapo na mko imara. Tuko imara. Kwa kweli mambo yanakwenda. Unaonaje lakini mwenendo wa UWAKA hapa parokiani? Mwenendo wa UWAKA sio mbaya. Ni mzuri. Mwenendo wa UWAKA ni mzuri, niseme, kwa sababu yale majukumu yetu yote tunayafanya kiukamilifu. Ni kwamba kitu nilichokigundua, wa baba tuna majukumu makubwa sana, alafu mengi. Kiukweli kabisa, nizungumze kwa unyenyekevu na kuendelea kuwasihi wa baba ambao Mungu anawajalia ule muda ambao tunapanga kuonana au muda ule wa kusali. Tusali pamoja, hata na familia zetu muda tunaorudi tusali. Ila kitu nilichokiona kwamba sisi tunapambana mno na mambo mengi kuliko kina mama, na ndio maana nikasema huyu mama mwenye mafanikio, nyuma kuna baba, na baba mwenye mafanikio, nyuma kuna mama. Unakubaliana na hiyo? Nakubali kabisa. Hilo sikatai. Baba mwenye mafanikio, nyuma kuna mama. Ndio. Na namna gani mnatengeneza nguzo ili kuwa imara hapa Nyeburu? Ile nguzo kuwa imara, kiukweli tangu mimi nimechaguliwa tumehakikisha tunaenda pamoja kama timu. Kama ni jambo la kufanya tunashirikishana. Mapato, matumizi, tunaenda. Kwa kifupi kuna uwazi. Kuna uwazi mkubwa mno. Na ndicho kinachokubwa mno. Kwa hiyo kama ni mapato na matumizi tunayaweka, na hiyo ndicho kitu ambacho baba wanapenda sana. Wanapenda sana kwamba nayo inawajengea imani kwamba bana kile tulichokubaliana kwamba swala hili la visiga inatakiwa kiasi kadhaa imepatikana. Wa baba wanaokwenda wamejitokeza kiasi kadhaa, haya tumeongeza hapo kiasi fulani, kilichobaki hiki hapa, kwa sababu tukienda visiga tukirudi lazima tuelete mregesho kwa waumini wote ambao hata wale wengine hawakuweza kwenda, lakini tunawaletea mregesho. Jamani, kule tulienda, aidha kwa mfano tumetumia milioni 2, tunadaiwa 500,000, au tumetumia milioni 1 na 500,000, 500,000 imebaki katika mfuko au mfuko wetu haupo wazi. Na kila Jumapili lazima tuhakikishe baba anapokuja kuadhimisha misa mambo yanaenda vile ilivyopangwa. Hiyo ndio inatufanya tunazidi kuimarika na tunaenda kuwa pamoja kama timu moja. Mtazamaji, hayo ni maneno ya wanaume wa Katoliki, nguzo imara, hekalu la Bwana, kutoka parokia teule ya Mwendokasi, parokia ya Nyeburu, Mtakatifu Antoni wa Padua. Mwenyekiti, unafikiri kanisa lifanye nini sasa ili kuwasaidia kina baba waweze kushiriki jumuiya ndogo ndogo pamoja na wengine? Sawa kabisa ndugu mtangazaji, nashukuru kwa swali lako hilo zuri ambalo limenigusa mimi mwenyewe. Mimi ninachokiona katika kanisa, bado tunahitaji msaada wa semina na mafundisho mbalimbali, kwa sababu tunaopata neno la Mungu unakuta ni wale tunao. Kwa mfano mimi nimekuja nyumbani nikakwambia mama, panahitajika mchango fulani, lakini wewe ukushiriki, ukusikia yale mahubiri, ukujua ule mchango ni wa nini, unasema kanisa lina michango mingi na nini, lakini kama unashiriki hauwezi kuwa na malalamiko. Utajua kabisa kwamba huu ni wajibu wangu wa kufanya hili jambo, na kumbe hii hela tukiichanga inaenda sehemu fulani, na kwamba kanisa litajengwa na mimi na wewe. Naam. Naam. Kuna changamoto ya malezi kwa vijana. Ndio. Mnashirikiana vipi na wazazi wa hapa Nyeburu katika kutatua changamoto hizo? Kiukweli kwa hilo pia naweza nikasema tunajitahidi. Japo
tunakutana na changamoto ya kwamba kuna wazazi ambao pia nitoe wito kwa wazazi ambao watabahatika kupata huu ujumbe. Kiukweli wazazi tumewasahau sana vijana, hasa vijana wa kiume. Kuna kauli mbiu ambayo tunaenda nayo sasa ya kipaumbele kwa watoto wa kike. Kiukweli niombe tu kwa viongozi mbalimbali hata wa serikali wanaotusikiliza, vijana wa kiume tunaenda kuona kama vile tunawapoteza. Kwa hiyo sababu gani? Mtizamo mkubwa umewekwa kwa watoto wa kike. Kipaumbele mtoto wa kike, hiki mtoto wa kike. Kwa hiyo hawa vijana wa kiume wameonekana kusahaulika. Kiukweli wanaenda kusahaulika. Wanaenda kusahaulika. Kwa hiyo changamoto tunayokutana nayo ni wale wazazi ambao pia hawapo karibu na watoto. Yaani kanisa huwa linaanza nyumbani. Mimi huwezi kuniambia kwamba kiukweli naweza nikambadilisha mtoto, lakini mazingira ya kule nyumbani akirudi anayakuta yale yale. Kwa hiyo kile ulichomfundisha huku, akirudi kule anaenda anatumwa sigara, anatumwa pombe, si sawa. Si sawa. Kwa hiyo mimi ningeomba wazazi kwanza tuanze kuwajali watoto. Pia kuna kitu ambacho mimi nimekuja kufanya research nikajigundua. Tuwaombee watoto. Tuwaombee. Yaani wakati tunasali, tuwaombee watoto, tuwanenee watoto mambo mema. Wapate dira nzuri na wamjue Mungu. Alafu kingine kwa hawa watoto tushirikiane nao kusali zile sala za jioni wakati wa kulala. Hata kama baba umechelewa, kaa na familia. Yaani tutenge muda wa kusali na familia. Hilo ni jambo ambalo ni zito sana. Japo tunachukulia uwepesi, lakini hapana. Naweza nikazungumza neno, labda naomba kwanza radhi kama nitamkera mtu anayesikiliza, lakini tusiwe na kale ka kiburi ka uzima. Tuone hii pumzi ambayo tunaivuta Mwenyezi Mungu ametukirimia ni neema ya ajabu sana. Kanisa Katoliki lina dhahabu. Kanisa Katoliki lina, wanasemaga ni hazina. Kanisa Katoliki lina maajabu dadangu Sikufichi. Lina maajabu, na mimi katika familia yangu. Yaani nikianza historia yangu hapa tunaweza tukakaa mpaka kesho. Yaani tutakaa sana. Mimi niseme tu niishie tu hapo, lakini wazazi ni vyema tukashirikiana na tukasali na watoto, tukawapa yale mema. Tusimtume mtoto sigara, tusimtume mtoto pombe. Tusimzungumze na mama kwa hasira watoto wakiwepo hapo. Itakuwa unajenga nini? Sio jambo la busara. Kama kuna tofauti kidogo umeiona, bora usungumze na mama kwa private. Na mama usimwambie mtoto ngoja baba yako aje. Hapana. Na wewe baba usimwambie mtoto ngoja mama yako aje. Hapana. Tunaweka vitu ambavyo ni tofauti. Kila mtu asimame kwenye nafasi yake kwa ajili ya kutegemeza kanisa. Mtazamaji anasema wanawake ni nuru iangaziayo ulimwengu, ni manukato ya waridi, ni kisima cha busara na hekima, lakini ni kimbilio imara wakati wa shida, ni nyumba ya upendo na huruma. Na hawa ni wanawake tunawakuta ndani ya Kanisa Katoliki, na leo nipo na mwanamke akiwakilisha wanawake wengi katika parokia teule ya Mwendokasi, parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam Nyeburu. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Kwa upendo wa Kristo. Tukufahamu jina lako na cheo chako. Kwa majina naitwa Mariana Mandusi Chendela, ni mwenyekiti wa WAWATA parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Jambo gani linatofautisha wanawake wa Nyeburu na parokia nyingine? Sisi tukiwa kama parokia teule tuna utofauti kidogo na parokia ambayo ni parokia kamili. Hatuna tofauti kubwa sana, lakini utofauti wetu unatokea pale kwamba wao wamekwisha songa mbele sana. Na vile vile maendeleo yao ni makubwa, yani wapo ni wengi. Vile vile ni kwamba wao
wanaishi na mababa wetu wa kiroho pale parokiani kwao. Okay. Kwa sababu wana nyumba ya baba, na ndio maana ikaitwa parokia kamili pale. Kwa hiyo na huduma zetu zinatofautiana kidogo kutokana na wenyewe wanaishi na wababa. Wanatakiwa wajue kina baba watakula vipi, wataishi vipi. Yani kwa ujumla malazi ya kina baba WAWATA wanahusika. Tofauti na sisi tunawapata wababa siku za misa tu na wanaondoka. Okay. Lakini kuna huduma ndogo ndogo ambazo huwa tunazifanya ambazo haziwezi kufanana na parokiani. Okay. Na vile 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 tunashirikiana, hija tunaenda wote. Okay. Vikao vya dekania tupo wote, vikao vya jimbo tupo wote. Ndio. Tuyafahamu sasa majukumu yenu WAWATA wa parokia teule ya Nyeburu kama kina mama ndani ya kanisa. Majukumu yetu sisi kwanza ni kulibeba kanisa kwa sala na maombi. Maana bila sala na maombi hatuwezi kufika katika hii kazi ya utume. Kuna baadhi ya vyama vya kitume ambavyo vinashikiliwa na WAWATA, vinasaidiwa na WAWATA, vipo ndani ya WAWATA na viko chini ya WAWATA. Kwa mfano Utoto Mtakatifu, vijana hao ni jukumu letu sisi kujua hao Utoto Mtakatifu wanaishi vipi. Kuna kongamano za watoto, kuna hija za watoto. Kwa hiyo lazima sisi tujue na jinsi gani turatibu ili watoto waweze kujifunza jinsi wanavyotoka nje kwenda kukutana na wenzao. Okay. Na vijana pia. Mna mradi wowote unaowasaidia kutimiza malengo yenu? Kama WAWATA mradi tunao. Na mradi huo tuliubuni tu baada ya kuona kwamba tayari tumeshakuwa WAWATA na tayari tumeshakuwa kigango. Kwa hiyo tulianza bado tukiwa tuko kigango. Baadaye tulivyokuja kutangazwa kuwa parokia teule, mradi wetu ni miradi miwili ambayo tuko nayo na tunadili nayo na tunaona kwamba inatusaidia. Miradi yenyewe ni majoho. Kwa tunatengeneza majoho kwa ajili ya watoto kupata komunio na kipaimara. Kwa hiyo wakikodi sisi tunajiongezea kipato. Alafu na sherehe kama za Bikira Maria, kama sherehe za somo wa kanisa, tunanunua vitenge. Yani vile vitenge vya kanisa. Tumeona kwamba mtu asichukue ile fursa ya mtu binafsi kuuza vile vitenge ili kanisa watu wa kanisa wavae. Kwa hiyo tumechukua sisi, tunajipatia kipato kwa ajili ya kuongeza uchumi katika WAWATA. Safi sana. Changamoto ni ipi hapa Nyeburu kwa kina mama? Changamoto zipo nyingi. Zipo zinazotatulika na zipo zisizoweza kutatulika. Ambazo changamoto kubwa sana ni ile kwamba ukiita vikao kina mama hawahudhurii wote, kwa sababu tuko jumuiya 27. Ndani ya jumuiya hizo wanaweza wakaja wamama wachache, wamama wahudhurii vikao, sio wote. Na pia kwenye jumuiya wamama wapo, lakini sio kama mfumo wa mama ambao tunauzoea kukimbilia vitu. Lakini ni tofauti na wababa. Wapo lakini hairidhishi sana. Na semina za ndani na nje wamama ukiitisha hawana ule mwamko sana. Vitu kama hivyo. Ukienda hija, tukienda hija tunaenda wachache. Kwa hiyo manufaa tunayapata kwa wale wachache wanaoenda. Unaona jopo kubwa lililobaki nyumbani au lililobaki halipati yale manufaa tunayoyapata. Kwa hiyo ni changamoto. Mna mkakati gani sasa wa kuhakikisha mnawavuta kina mama ili muwe wamoja, washiriki pamoja nanyi na waone umuhimu wa wao kushiriki? Mkakati tumeshauweka. Tumeweka mkakati kwamba tumetafuta kamati, tumechagua kamati ndani ya kina mama hao kwamba tuanze kutembelea kila jumuiya. Tutembelee kila jumuiya. Kuna wengine wapo hawaelewi nini maana ya WAWATA. Kwa
Kuna wengine wapo hawaelewi nini maana ya imani. Umeona? Pengine akijiona sina sare tu mimi sio wa sina watu. sare mimi sio wa wata. Yaani pengine anaweza akajiona kwamba mimi ninacho kidogo, siwezi kutoa ninacho kidogo, lakini kumbe mtu wa mama wanatakiwa elimu. Kwa hiyo tumejitahidi, ndio maana nikasema kwamba kuna yanayotatulika kwa sababu tulikuwa nyuma sana kimichango ya ada, kwa sababu tuna ada zetu. Kwa hiyo tulivyo teua kamati ya kwenda kuongea nao kila jumuiya, wamama wamepata mwamko, tunaziona ada, tunasonga mbele, tunaona mafanikio. Na semina pia tunajitahidi kuita semina sasa. Vile tunavyoenda kuhamasisha kwa ajili ya huko kwenye jumuiya, na sasa ndo tutaenda kuhamasisha kwa ajili ya semina zina faida gani, nini maana ya semina, nini maana ya hija, ni safari za kiroho. Sio out. Wape neno wanawake wa Nyeburu. Mimi mwenyekiti wenu parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua, napenda niwatie moyo kina mama, niwatie moyo, niwashirikishe kwamba hii kazi ya utume tunayoifanya ni kazi ambayo inamuinua mwanamke, na katika Biblia tunaambiwa kwamba mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke ni jeshi kubwa. Kila mwanamke anayetangaza Injili, kila mwanamke anayetangaza habari ni jeshi kubwa. Kwa hiyo sisi ni jeshi kubwa. Tukienda na kauli mbiu yetu kwamba tumtumikie na kuwajibika. Ni nani tunayemtumikia na kuwajibika? Ni huyu Mungu aliyetuleta, akatupa heshima ya kutusimika kwenye kiti cha kuitwa mama. Ametupa wadhifa mkubwa sana. Na wadhifa aliotupa, ametupa sisi kuwa walinzi. Kwa sisi ni walinzi ya familia. Wamama wenzangu, wito wangu ni kwamba tuhudhurie semina za kina mama, tuhudhurie semina za ndani na nje, tuhudhurie jumuiya, tuhudhurie hija mbalimbali. Kwa mfano Visiga, Bagamoyo, tunapata vitu vingi sana. Mungu ametupa wababa ambao wanatupa elimu ambayo yamkini hukuipata wakati wa kuolewa, hukuipata, lakini Visiga, Bagamoyo, hasa Bagamoyo tunazipata, ambazo zinakuja kutubadilisha. Wewe mama uliyelala, amka, tuifanye kazi ya Mungu. Tusiwachie wababa wa kiroho, tusiwachie kamati tendaji tu ya parokia teule, lakini kumbe na wewe unafaa kuifanya hii kazi ili tuweze kuimtangaza Kristo aliyetufia msalabani. Tukiwa kama wamama katika parokia yetu teule, tusonge mbele kwa kutumia kauli mbiu yetu, tumtumikie na kuwajibika. Tunasonga mbele na shughuli za uinjilishaji bado tunaendelea nazo katika parokia hii teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, kama wanavyoita wenyewe ni parokia ya mwendo kasi. Sasa vipi kwa viwawa, nao wako kasi kama ilivyo vyama vingine? Tukufahamu jina lako kwa faida mtazamaji. Kwa majina naitwa Privatus Anatoli Joeli, ni makamu mwenyekiti wa vijana parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu. Kwanza kabisa, kabla sijaanza kuongelea jukumu tulionao kama viwawa, kwanza kabisa naomba nijulishe nini maana ya viwawa. Maana ya viwawa maana yake ni vijana wafanyakazi wa Katoliki. Ndio maana kuu ya viwawa na ndio lengo kuu la kuitwa viwawa. Jukumu kubwa la viwawa ni kufanya kazi mbalimbali zinazotokea hapa kanisani. Na sio kanisani tu, hata katika nje ya kanisa, maparokia mbalimbali tunapoenda. Kijana anatakiwa awe kipaumbele cha kufanyaje, cha kufanya kazi. Kazi. Nashirikiana vipi na vijana wa madhehebu mengine yanayozunguka hapa Nyeburu? Asante sana. Vijana kama vijana hapa parokiani kwetu, parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua, wanashirikiana vizuri sana na vijana wa madhehebu mbalimbali. Kimfano katika michezo mbalimbali. Tunaona tuna uwanja hapo, uwanja wa mpira hapa. Na huu ni uwanja ambao upo katika Nyeburu nzima. Hapa kuna uwanja, ndio uwanja ulioko hapa. Kwa hiyo tunapokutana katika uwanja huu tunakutana na vijana wa design
mbalimbali, tunakutana na vijana wa madhehebu mbalimbali. Hata tunapokuwa tunafanya mazoezi kama vijana huwa tunachanganyikana ili kuleta umoja. Kuleta umoja, na hilo linatusababishia tunafanikiwa kwa hali ya juu na vijana mbalimbali. Sasa swala lingine tunalofanikiwa huwa tunaandaa mechi mpira mingine huwa tunaandaa kwa ajili ya kuwakaribisha madhehebu mengine, kimfano TAG na RC au Pentecoste na RC. Kwa hiyo inaleta umoja na tunaweza kushirikiana kama vijana, tunaposema vijana mapendo daima, chuki mwiko. Tunaendeleza umoja wa vijana. Mafanikio mengine tuyafahamu ya VIWAWA wa Nyeburu. Asante sana. Kwanza kabisa kuna mafanikio mengi ambayo sisi kama sisi tuko ndani ya miaka miwili toka tulipokuwa Kigango mpaka sasa ni parokia teule. Tuna mafanikio mengi ambayo tumeyafanya sisi kama vijana. Kwanza kabisa tumewakuza vijana kiimani. Na ni kwa nini tumewakuza vijana kiimani? Tumeweka utaratibu wa kuweza kukutana kila mwisho wa mwezi kukutana na vijana katika parokia yetu ya hapa Mtakatifu Antoni wa Padua, na kuweza kusali pamoja na kuweza kutafakari maneno matakatifu na maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo imesaidia sana vijana wengi kukua kiimani na imesaidia sana vijana wengi katika jumuiya zao kuwa kipaumbele katika kutafakari neno la Mungu. Unajua tena katika jumuiya zetu wakikaribisha karibu kwa tafakari, anatafakari mmoja, akitafakari huyo kamaliza. Kwa hiyo tumefanya hivyo ili tuweze kukuza kiimani, ili vijana wawe kipaumbele. Pili kabisa tumefanikiwa kushiriki matukio mbalimbali ya kiparokia, ya kidekania na kijimbo, na kuweza kupeleka vijana wengi na kuweza kutoka kwa usafiri wetu hapa toka tukiwa Kigango na kuweza kwenda kwa pamoja na kuweza kurudi kwa pamoja, na tukirudi tukiwa salama na tukimshukuru Mwenyezi Mungu. Tatu, tumefanikiwa kulipa ada mbalimbali za dekania na za jimbo. Yote ni mafanikio mbalimbali na mengine mengi yapo. Okay. Asante. Kuna changamoto kwa baadhi ya wazazi kutokuwaruhusu vijana wao kushiriki pamoja na vijana wengine VIWAWA. Ndio. Kwa sababu moja tu, kukosa imani na VIWAWA. Ndio. Nyeburu lipo hili? Kwa wazazi baadhi ambao katika changamoto hizo wanaoendelea kunisikiliza hapa ninapoongea, kwanza ni watoe wasiwasi. Uongozi wa vijana ulioko hapa katika parokia yetu ni uongozi ulioko makini. Na ni uongozi ambao unaojitambua na ambao unaotambua kwamba unaotambua changamoto mbalimbali za vijana. Kijana anaporuhusiwa kutoka nyumbani tunapoenda kwenye safari mbalimbali. Huwa tuna utaratibu mzuri, tunapotoka wote hapa na kurudi lazima turudi wote. Na utaratibu wetu ni kwamba haturuhusu kijana yoyote kubaki njiani, kwa sababu tunatambua kwamba vijana ni maji ya moto. Kwani mwenyekiti, wengine huwa wanabakia mnapokuwa mmetoka sehemu moja hivi mnapoteana yani. Yawezekana kijana, ndio maana swali kama hilo lilivyoulizwa wazazi wanakosa imani. Yawezekana kuna kijana anaweza kaaga anaenda kwenye utumwa wa VIWAWA, lakini akaenda kwenye mambo yake ambaye anajua yeye mwenyewe, lakini akatumia VIWAWA kujifikia. Lakini kaenda kwenye mgongo wa nani? Wa VIWAWA. Sasa ile hapo ndio nataka niwatoe wasiwasi na wazazi waruhusu vijana waje washiriki katika matukio ya vijana. Na tunaenda kwa taratibu. Tunapotoka hapa huwa tunatangaziana katika halmashauri ya walei parokia. Lazima tujulikane kwamba tunaenda sehemu fulani. Tunafanya kitu fulani na tunaenda kwa ajili ya kitu fulani. Tunaenda kiutaratibu zaidi. Okay. Una wito gani kwa vijana wa Nyeburu na vijana wengine wote wanaokutazama kupitia Ijue Parokia? Wito wangu kwa vijana wanaonitazama mpaka sasa, ninawakaribisha sana katika utume wetu wa vijana katika parokia yetu, kwa sababu unapokuwa kijana unakuwa ni mtu mtakatifu, ni mtu ambaye unafuata maadili ya Kikatoliki. Unajifunza mambo
mambo mengi yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Usibaki nyumbani kuna nini, usibaki nyumbani kukaa tu mradi tu umekaa, mwisho wa siku unajiunga katika magrupu mengine ambayo hayampendezi Mungu. Hayampendezi Mwenyezi Mungu. Sana sana wazazi, ni waase wazazi, muwaruhusu vijana wenu waweze kushirikiana na vijana wenzao. Kwa sababu wazazi wengi ndio mnakuwa ni chatu ya kuwafanya vijana wakae majumbani. Wazazi wengi ndio mnakuwa ni chachu, muda vijana kukutana mazoezi, muda vijana kukutana kwenye matukio fulani, wazazi ndio wanakuwa ni chachu ya kuweza kuwapa kazi vijana mpaka wanabanwa kuweza kushiriki katika matukio mbalimbali ya vijana. Kwa hiyo ni waombe wazazi mtusaidie kwa hilo, ili muweze kuwaruhusu vijana wenu waweze kushiriki katika matukio mbalimbali ya kikanisa na waweze kufanya kazi ya kanisa na waweze kutambuana. Mtazamaji, karibu sana. Kama ndio kwanza unaungana nasi, ni Jue Parokia na unatazama Tumaini TV, na nipo katika parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambayo parokia hii ipo chini ya parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Buyuni. Karibu sana, tuendelee kuyafahamu masuala mbalimbali ya uinjilishaji yanayoendelea katika parokia hii teule ya Nyeburu. Na wakati huu nipo na paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Buyuni, ambaye ndiye anayesimamia parokia hii teule ya Nyeburu. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera kwa utume. Amina, asante sana. Amina. Kwa faida ya mtazamaji, tukufahamu jina lako. Naitwa Padre Laurent Mkinga OSP, ni Benediktini wa Abasia Mtakatifu Benedikto ya Peramio huko Songea. Okay. Baba, tuyafahamu maendeleo ya kiroho na masakramenti katika parokia hii teule. Asante sana. Parokia hii imezaliwa kutoka iliyokuwa inaitwa kanda ya Mtakatifu Anton wa Padua, ikiwa wakati huo chini ya parokia teule ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili ya Buyuni. Okay. Ndio. Na kwa mara ya kwanza na mara ya mwisho nilifika kufanya maadhimisho ya misa na kuwatia nguvu waamini wa kanda hii mwaka 2021. Na wakati ule misa tulifanya chini ya mwembe hapo nje. Hapo nje. Ndio. Waamini wa parokia hii walikuwa na furaha kubwa kuona misa ilifanyika hapa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2021. Mwaka 2021. Ndio. Na kutoka pale walijiona kama na wao wanaweza kusimama. Na iliwachukua miaka michache sana kutoka 2021 mpaka 2024 mwaka huu. Kutoka kanda mara moja walipata kigango. Okay. Na kutoka kigango wameishi umri mfupi sana. Na mwaka huu wameteuliwa kuwa parokia teule. Safi sana. Ninaweza kusema parokia hii teule ni kama parokia ya mwendo kasi. Wanabidii na wanajituma na wanajitambua. Okay. Wana uongozi thabiti ambao umefaulu kushikilia mambo yote ya kiroho na ya kimwili. Yeah. Na vipi kuhusu vyama vya kitume hapa parokiani? Vyama vya kitume vipo. Vyama vya kitume kama kawaida vipo kama vyama 8 mpaka sasa. Kuna Legio Maria, kuna Karismatiki Katoliki, kuna Utoto Mtakatifu, kuna Wawata, Waka, Vijana, Viwawa, Mtakatifu Agustino ambao ni mlinzi na mlezi wa wazee wastaafu. Na pia kuna ministranti na wanakwaya. Okay. Bila shaka mwitikio wao ni moto kama walivyo waamini wao. Kabisa. Kwa muda mfupi tunaona wingi wa wanachama wapya wanajiunga na vyama vya kitume na wanakuwa moto wakipenda kujua nini hatima ya maisha yao kiroho na kimwili, na hasa maendeleo ya kanisa wakiwa chini ya maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Yes. Wanaonyesha moto wao wa kutaka kuwa parokia. Kabisa. Na unawafikiaje waamini wa hapa Nyeburu pindi wanapohitaji mahitaji ya kiroho? Okay. Ratiba ya kawaida ni kila Dominika wanapata misa 2 toka wamekuwa parokia teule. Lakini parokia inajumuisha makundi ya watu wengi, wagonjwa, wazee, wafu na watoto. Kupitia katekista anavyo coordinate na kuwasiliana na viongozi wa jumuiya zote na kanda zote, tunapata information, tunapata taarifa kwamba mahali fulani wanahitaji huduma ya padre. Okay. Zaidi ya yeye katekista ambaye anakuwa nao, anasafiri nao kila siku. Na tukipata taarifa mara moja tunafanya hima
kwenda kuwahudumia. Okay. Kama ikiwa ni sakramenti, maungamo na baadaye inawezekana hata mazishi. Okay. Na parokia ina mkakati gani wa kuwaimarisha vijana mara baada ya sakramenti ya kipaimara? Pale tunashuhudia vijana wengi wakishapokea kipaimara tu, wengine ndio wanapotea kabisa kanisani, hawezi kujishirikisha na chochote. Ni kweli, ni uko sahihi kabisa. Vijana wengi baada ya kupata sakramenti ya kipaimara wanapenda kurelax kwamba safari imeisha. Yes. Lakini hapa mambo ni tofauti. Vijana wanahamasishwa kuingia tume mbalimbali, ikiwa ni kwaya, ikiwa ni viwawa, kwamba wanapandishwa kuingia grade la pili, lakini pia wanapata vipindi mbalimbali kwa katekista na kwa wazee ambao ni wazazi wao, wakigawana majukumu mbalimbali. Na mara nyingi tunawapata kutoka mashuleni na tuna promote michezo mbalimbali, ambako huko ndio tunajifunza na kuwasaidia kwa guide namna kuendesha maisha yao. Na unaonaje makuzi ya jumuiya ndogo ndogo hapa Nyeburu? Makuzi kuna maendeleo makubwa. Nadhani walianza na jumuiya 5. Ndio. Leo nadhani ni jumuiya ngapi? Ni zaidi ya jumuiya 40, 46. Kutoka 5. Yes. Kwani ni moto. Wako faya sana watu wa Nyeburu. Wako faya. Changamoto ipi mnayoipitia hapa Nyeburu? Changamoto kwangu mimi kama padre naziona changamoto katika maeneo tofauti. Ya kwanza naona kuna ugumu kidogo mara nyingine hata mahudhurio kwenye jumuiya. Kiasi kidogo hata kanisani na hasa kwenye eneo la waka. Kidogo kina baba wanashuka, wanakuja, wanashuka, lakini kwa vile wana viongozi wenye kujitambua wanaenda nao na wanaongezeka. Lakini changamoto nyingine kwangu kama padre, unapowatembelea wagonjwa, unapotembelea watu wenye maskini ningeweza kusema, wanategemea kwamba huyu anapokuja si sakramenti tu atanipa, ataniachia na kitu kidogo kwa ajili ya kujikimu. Hiyo ni changamoto, lakini wanaelimika. Wanapata ufahamu kwamba padre atembee na furushi la pesa. Una wito gani kwa waamini wa Nyeburu? Wito wangu kwa waamini wa Nyeburu kwamba moto wao usizimike. Spidi waliokuwa nayo toka Kanda kwenda Kigango, sasa kwenda parokia teule, wazidi kujifunga kamba viunoni ili wafike wanakotaka kwenda. Unaona ni watu wenye njaa ya maendeleo ya kiroho na ya kimwili, na hivi ni rahisi kuinfuse ideas na kuwa guide ili spidi yao iendelee. Na kwa kunyongeza, parokia hii teule mara nyingi imetambulika kama parokia inayojitambua na wenye jambo lao. Kwa jambo letu basi linafanikiwa. Mtazamaji, hayo ndio yanayoendelea kwa upande wa injilishaji katika parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Endelea kutazama Ijue Parokia. Nimezaliwa kwenye moja kanisa takatifu sana. Na mtazamaji, sasa tunakwenda kufahamu safari ya utume ya paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Buyuni, ambaye pia ndiye msimamizi wa parokia teule ya Nyeburu Mtakatifu Antoni wa Padua. Baba, tuanze sasa. Tufahamu safari yako ya utume ulianzaje? Tupate kwanza historia yako fupi ya safari yako ya maisha ya utume. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Padre Laurent Mkinga, OSB, ni Benediktini ambaye nimejiunga na shirika la Wabenediktini wa misionari wa Abasia ya Peramio huko Songea. Safari yangu imeanza rasmi naweza kusema mwaka 1992, lakini maandalizi ya safari yangu ilikuwa hasa ni reflection kutokana na uwepo wa Benediktini hao wa Jerumani katika parokia yangu. Ya wapi huko? Madunda, jimbo la Njombe. Njombe. Ndio, walikuwa wakiendesha shughuli za parokia, lakini pia waliendesha chuo cha makatekista. Uwepo wao ulinivutia sana. Natoka nikiwa mdogo nilitamani siku moja niwe kama wao. Na nilipomaliza masomo yangu ya kidato cha 4, nilijaribu kuwasiliana nao na wakanialika niende nikaone maisha. Hii ilikuwa ni baada ya mwaka 1991 mwezi Novemba. Niliwatembelea kwa muda mfupi kama majuma mawili, alafu nirudi tena nyumbani kwangu kuendelea na masomo. Kumbe baada ya muda nikaitwa kwamba inafaa nifike nijiunge mara
ijapo katika mchujo wao tulikuwa vijana 12, walihitaji vijana 4 tu na walikuwa wameshawateua tayari. Mimi nilikuwa kwenye kundi la vijana 8, tena nilikuwa wa mwisho. Ambaye niliambiwa kuja kwetu kujiunga labda chukue miaka 2 mbele. Kwa hivyo kama nikusoma nenda kasome, utarudi utatukuta. Kama wito upo utarudi. Utarudi tu. Kumbe nilipokuwa nimefanya taratibu za kwenda chuo, baada ya wiki chache nikaitwa, bwana, kati ya wale vijana 4 tuliowateua mmoja ni wewe. Amepata shida, kwa hivyo uje ujaze ile nafasi yake. Unaona mpango wa Mungu. Mungu ni mwema. Amina. Basi nilijitahidi kufika kuripoti, ilikuwa tarehe 8 mwezi wa pili 1992 samahani. 92 niliingia katika hatua ya ukandidati. Mwaka uliofuata upostulanti na mwaka uliofuata mwaka 1994 nilijiunga na unovisi, na ndipo nilipoingizwa rasmi katika mfumo mpya wa maisha ya Kibenediktini kwa kubadilishiwa jina. Nilipewa nafasi nichague jina ambalo litanisindikiza, mtakatifu atanisindikiza katika maisha yangu, na nichague jina la Laurenti. Mtakatifu Laurenti Shemasi ndio patroni wangu. Kwa nini wanabadilisha jina? Kimsingi ni kama kukufanya ujione uko kwenye familia mpya nyingine. Kwamba sasa naacha nyumba, naacha ndugu, naacha wazazi, naingia kwenye familia nyingine na ninaanza kufuata mfumo mwingine na mpya kabisa wa maisha. Ndio. Ili kuchukua muda wowote kufanya maamuzi ya wewe kuingia katika maisha haya ya utawa? Maisha ya utawa ni kama nyuma nilivyosema, toka 92 kurudi nyuma, nilikuwa interact na wamisionari. Nikutana na wamisionari huko na huko. Nikawa na hamu kwamba siku moja natamani niwe kama huyu. Kwa hiyo au kwa ukiwaza kweli mimi niende au? Hilo lilikuwepo kama kijana. Unapoona wenzao wanaenda mashuleni, wanabadili mfumo wa maisha, lakini deep down nilipenda kuwa ndani ya kanisa. Umepita parokia ngapi mpaka sasa tangu uwe padri? Kwa kweli nimepita parokia nyingi. Masomo yangu ya upadre nimesomea huko Afrika Kusini. Na baada ya kupata upadre nilirudi kule kuhudumu kwa muda mfupi ambako nilifanya uchungaji. Lakini pia parokia zilizopungua labda 5 kwa jimbo la Njombe nilisaidia pia, lakini nilikuwa pia parokia Uwemba jimbo la Njombe ambako ndiko iliko pia community yetu ndogo. Alafu nilipata nafasi ya kwenda Marekani. Nilipata nafasi ya kutembelea na kufanya utume katika parokia 3 katika mji wa Washington State. Lakini pia nimekaa Kenya, nimekaa na Uganda. Huko nilihudumu katika parokia tofauti. Parokia gani unaikumbuka zaidi na kwa nini? Parokia ninayokumbuka sana ni parokia ya Buyuni. Kwa kweli parokia ya Buyuni ndio nitasema sababu. Nilipofika kwao, nilifika siku wanapotangaza baba askofu mkuu wa nchi anafika kuwatangazia parokia yao ni parokia teule. Ni siku hiyo nimefika na shiriki misa kwa mara ya kwanza Dar es Salaam. Halafu nimeondoka wakati ametangaza kuwa parokia kamili. Kwangu ilinigusa. Lakini kimoja ambacho kilinifanya niguswe sana, niliwakuta watu ambao walikuwa na kiu na njaa. Mimi nilikuwa na vitu vya kuwapatia. Kwa hivyo tulikutana, tuliohitajiana kabisa. Kwamba mimi nilikuwa kama mshenga, nilikuwa kama daraja la kuchukua mahitaji yao ya kiroho, kuyapeleka kwa Mungu, alafu kuchukua neema na baraka za Mungu, kuwarudishia wao kadiri ya mahitaji yao na maisha yao. Ni parokia ambayo nilipenda na wapenda sana watu wake, na sehemu ya parokia hiyo ni hapa tulipo. Una miaka mingapi ya upadri baba mpaka leo? Hapa pana historia ndefu kidogo. Nina miaka 13 tu ya upadri. Ndio. Lakini nimekuwa kwenye system hiyo kwa miaka 32. Manake nilianza kuwa mtawa kwa muda mrefu na katikati nikakatisha kwenda masomoni. Ulikuwa mtawa kwa muda gani? Kwa miaka kama 10, ukitoa hiyo 13 kwa 32 ni zaidi ya miaka 16 17 hivi. Kwa hiyo kama ungeenda moja kwa moja uwe padri hivi sasa hivi ungekuwa na miaka mingapi ya upadri? Walao ningeweza kuwa na miaka karibu 25 ya upadri. Ndio. Hata zaidi ya 25. Mungu ana makusudi lakini. Kabisa. Na mimi nashukuru alinichelewesha, nilijua mengi zaidi. Amina. Miaka 13 ya upadri kwako ni nini? Miaka ya upadri 13 kwangu ni kama deni. Nikitazama miaka hii 13 na kile nilichofanya naona bado ni kidogo sana. Nimefanya mengi ndio. Lakini kwangu ni deni, inanikumbusha kwamba bado nina deni
sijajua nitakoma lini kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo ni deni ambalo linanisukuma kila siku nifanye kazi kwa bidii zaidi. Okay. Ndio. Watu wako watatu wa nguvu katika safari yako ya utume ni kina nani? Asante sana ndugu mtangazaji. Watu watatu wa nguvu kabisa. Wa nguvu naomba niwaweke katika makundi kwa sababu ni wengi sana watu wa nguvu walionisaidia na kunisindikiza. Niwaweke katika makundi. Kundi la kwanza niwaweke wanafamilia, wazazi wangu na ndugu zangu, dada na kaka zangu, ambao walinitoa na kusema nenda kawe balozi wetu kwa moyo mweupe kabisa. Na wakaniambia ukienda huko usitazame nyuma, wala usitazame familia kwamba wanahitaji labda mahitaji fulani huko hangaika kwa, hapana, nenda kawe balozi wetu. Hawa nawachukua kama watu wangu wa nguvu wa kwanza walioniacha niwe huru. Lakini kundi la pili ni viongozi wa kanisa na pia viongozi wa shirika langu ambao wamekuwa wakinipa miongozo, wamekuwa wakiniguide na kunisupport kwa chochote ninachokihitaji ili utume wangu uweze kufanyika. Na kundi la pili nasema watu wangu wa nguvu ni wale ninaowahudumia kila siku ya maisha yangu. Na hapa nawalenga waumini wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Buyuni. Na ninaposema Buyuni ninaiunganisha pia na Nyeburu. Hawa ni watu wangu ambao daima wanafungua mioyo yao na mimi napanda neno kwao. Unamshauri nini kijana mwenye matamanio ya kuwa padre? Kijana anayetamani kuwa padre, sema mtangulize Mungu katika kila kitu. Na najua vijana wengi wako kwenye makuzi, wako kwenye elimu na wako kwenye society. Wamtangulize Mungu katika kufikiri wanapokuwa shuleni. Wamtangulize Mungu katika kufikiri wanapokuwa na familia zao. Lakini wamtangulize Mungu katika kila jambo ambalo wanafikiri kuhusu ndoto zao za baadaye. Mtazamaji, na hii ndio safari ya utume ya Padre Laurent Mkinga OSB, parokia Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, lakini pia msimamizi wa parokia teule ya Nyeburu, parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Hii ni Ijue Parokia. Yes, mtazamaji wa Ijue Parokia, na hili ndio jengo la kanisa la parokia teule ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu, ambalo lina uwezo wa kuchukua watu 200 wakiwa wamekaa vizuri kabisa. Lakini mbali na watu 200 wakiwa wamekaa ndani, nje kunakuwa na waamini wengi kabisa ambao wamekosa nafasi ya kukaa ndani, na hii inaonyesha mwamko mkubwa wa waamini katika parokia hii teule ya Nyeburu ambayo imepewa jina parokia teule ya Mwendo Kasi. Shukrani sana kwa kuitazama Ijue Parokia. Asante sana kwa kuichagua Tumaini TV. Mimi naitwa Mary Binto Yuda, mwenzangu Innocent John. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, Jumamosi nayo ni siku, tukutane tena. Tumsifu Yesu Kristo. Katoliki